Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amebaini kuwa vurugu zinazoshuhudiwa ni njama ya serikali ili IEBC ihairishe uchaguzi kwa miaka miwili. Gachagua akisema kuwa katiba ya Kenya imefafanua kuwa utawala ni wa miaka mitano tu. Aidha, amebaini kuwa amevuruga jamii ya Luo kwani alidhania amewanunua kutoka kwa Oburu, Junet na Wanga, ila inaonekana kuwa viongozi wengine wanapata nafasi kubwa eneo hilo, matumaini yake yakiendelea kudidimia. Amezungumza haya eneo la Wamunyoro, kaunti ya Nyeri. Kero la wahuni likiendelea kuwa donda sugu kwa viongozi na Wakenya uchaguzi unapoendelea kuwadia. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua amesema serikali iliyopo madarakani imeendelea kupuuza utawala wa kisheria na kufadhili wahuni wanaoendelea kuhatarisha usalama, akitoa mfano wa Homa Bay. He has suspended the rule of law. The country has been taken over by goons. Kipchumba Murkomen is a minister for goonism and coordination of state terror. Raymond Omolo ako na gangs na ndio mwenye kutumia pesa ya confidential expenditure kulipa goons. Pale Homa Bay hawa Wajaluo wameumizwa. Kasongo ametuumiza hapa Mlimani for 2 years, lakini hatujafikisha ile kiwango ameumiza Wajaluo. Gachagua akisema kuwa vurugu zilizoshuhudiwa Nyanza ni kutokana na fikra za Rais Ruto kuwa alinunua jamii hiyo, ila inaonekana kuwa bado kuna nafasi kubwa ya viongozi wengine kujinyakulia kura kutoka eneo hilo. Magari imechomwa, ingine imeharibika. Ati Ruto alinunua ODM. Ati alikuwa ameambiwa amenunua ODM pamoja na Wajaluo wakiwa ndani. Na Wajaluo unajua ni watu kichwa ngumu. These are very serious people. The Luo nation. Kwanza kwa masomo. This community is above everybody else. They are very intelligent people. It's a very dignified community. You cannot buy Luos. How Ruto was cheated by Junet and Wanga and Oburu that they can sell the Luo community to him. I don't know how he believed it. William Ruto, you bought a shell. ODM ulinunua tu shell. Amebaini kuwa serikali inafadhili vurugu hizi ili tume ya IEBC iweze kuahirisha uchaguzi ujao kwa kipindi cha miaka miwili, akifafanua katiba ya Kenya imejieleza vizuri kuhusiana na utawala wa rais. Na hii vita yote analete ya wahuni akitumia Murkomen na Raymond Omolo. Anataka kususha ghasia ndio uchaguzi yairishwe for 2 years aendelee kwa kiti, because amejua anaenda nyumbani. All these goonisms you are seeing, there are 104 gangs. They are being funded by Murkomen and Omolo to cause chaos in the country so that they can postpone the general election. And that is why umeona huyu chairman anaitwa Ethekon Muti ya Ruto akisema ati kama iko shida uchaguzi hawezi fanyika. And then wamekubaliana na Ruto, wewe toa ghasia, lete fujo, alafu mimi niahirishe uchaguzi. I want to tell Ethekon, the constitution of Kenya is very clear that an election for the president and all other leaders must be held every 5 years. Aidha, amekashifu bima ya SHA akisema kuwa haigaramiki matibabu ipasavyo bali wizi ndio umekithiri. Fredrick Kwambua, Undugu TV.